Tuanze na wewe hapo Jamali. Game uliangalia hii ya TRA na Mashujaa. Tuambie uliona nini? Kwa very tough game. Ilikuwa game moja nzuri afu ngumu. Na anakuambia TRA kwenye huo mchezo dhidi ya Mashujaa walikwenda na power play. Mpira twende mbele. Kweli. Na wao walitumia akili nyingi sana kubadilisha mchezo alafu wakapata matokeo. Kwa sababu goli lilifungwa na Ramadhani Mgunda. Goli yenyewe lilifungwa nje ya 18. Yaani alijapatikana ndani ya box ni nje ya 18. Alipigiwa pasi, akaureceive mpira akapiga shuti. Likamshinda kipa wa TRA. Lakini kando na hilo hakuna kitu ambacho Mashujaa walikifanya tofauti. Wakina Daniel Yanga walikuwa na push, lakini backline ya Mashujaa ya TRA chini ya kina Valentino Nouma, wakina alikuwa Simba yule anaitwa nani yule kwa beki wakati yule ambao wamemtoa kwa mkopo pale TRA, wakina Mzamiru pale katikati, walikuwa wanafanya kazi kubwa sana. Yaani TRA sio kwamba ni timu ya kawaida na sio kwamba ni timu kama anavyozungumza Julio. Yaani kina Ramadhani Chobwedo, hata ile mechi ambayo nimeangalia Ramadhani Chobwedo hakuonekana hivyo kama wachezaji wengine ambao wanacheza. Kwa hiyo kitimu kocha Etienne Ndairagije amebadilisha sana TRA. Kwa hiyo maana yake ni kwamba Chobedo anasubiria kuwa timu kubwa aanze kuonyesha makali yake. Kwa mfano leo dhidi ya timu ya Castro Azam FC. No, yani Chobedo anaonekana sana leo. Mimi sikubali hivyo. Yaani mimi sikubaliana na hivyo kwa sababu timu kubwa unakutana nazo kwa msimu mara mbili, mara sita labda kwa hizi timu zote tatu. Lakini una game nyingine nyingi kwenye timu ndogo. Chobedo ameshawahi kuonyesha kiwango kikubwa kwenye timu ndogo ambazo amecheza, kwa maana kwamba za madaraja ya kati, kwa sababu hamna timu ndogo za madaraja ya kati ambao wanalingana kiuwezo. Kwa hiyo mimi siamini eti TRA ni timu ya kuwakazia wakubwa au nini. Pale wanaonesha kiwango tu, kutane uwanjani. Naomba niongee ujinga wangu Lukoma. Ujinga wangu tu Lukoma. Na Azam wanakusikiliza. Ni kweli? Si wanacheza Azam na TRA? Ndio. Leo wanacheza matajiri. Kumbe hamna njaa. Tuambie sasa wewe unaonaje huko? Ndio nakwambia hapo sasa. TRA njaa hakuna, Azam njaa hakuna. Unao nafasi ya kwenda juu ya Simba kama ukishinda magoli mengi leo hii. Nikishinda magoli mengi. Mi game saa ngapi? Saa 10 jioni. Arusha. Uwanja wako leo Arusha. Shamra Bedi Kalutu. Mimi ninachoweza kusema kwenye hii game kiuhalisia TRA anatakiwa kazi. Yaani akaze kwa maana ya kuonyesha ukuaji wake. Yaani katika kuonyesha uimara ni muhimu yeye kukaza kwenye hiyo game. Sawa Castro. Huyu bwana ni shabiki wa watoto wa matajiri wakikutana. Kila mmoja anavimbia mwenzie. Kwa game itakuwa nzuri huko zingine hizi si za nani toa. Lakini leo inaanza rasmi ile vita ya kiatu top scorer. Faisal Salum anaongoza kwa goli 10, Prince Dube goli 9, Ngoi Fabrice goli 8, Mudathir Yahya goli 7, Idi Selemani 7, Pacome Zuzwa 7, Salehe Karabaka 7. Faisal iwapo leo atapachika goli atakuwa na 11, 12. Nafasi anayo Azam. Umemsikia kocha wao lakini Ibenge Foha Ibenge anasema wanakwenda kukabiliana na mpinzani mzuri TRA. Na wanatakiwa wao wazuri kweli kweli kitaalamu, kiufundi na mara nyingi kiakili, na kujaribu kuchukua pointi 3 muhimu. Kujaribu kuchukua pointi 3 muhimu. Baadaye pia kutakuwa na mchezo. Unajua asante samani. Hakuna kitu kigumu sio tu kwenye mpira, hata kwenye maisha ya kawaida. Kama ukiwa unapewa mahitaji unayotaka alafu ukao unatakiwa kuonyesha unachotakiwa kudeliver, ni mtihani mmoja mgumu kuliko kitu chochote. Watu wamekaa na kuangalia wewe. Wewe tumeshakupa unachotaka. Sasa sisi na wewe tupo ambacho sisi tunataka. Shughuli ndio inapoanzia hapo.
Sawa. Namungo FC dhidi ya Mashujaa ya kocha Julio saa 12. 12? Namungo yuko nyumbani. Hiyo game lazima niangalie. Hiyo lazima. Ana speaking. Wewe hizo game zote lazima utaangalia. Mimi napenda sana kuangalia hizi game ambazo watu wengi hawazitolei macho sana, zina ufundi mwingi. Napenda namna ambavyo Juma Mgunda anavyoanzaga na kikosi chake cha Namungo dhidi ya timu yoyote ya kawaida. Unajua mimi kabla ya kuwa Azam timu yangu ilikuwa Namungo. Wewe na wewe umepitia timu nyingi bwana. Simba utatuchosha. Azam. Simba nimesema lini? Namungo. Utaenda. Simba nimesema lini? Unakataa. Hata Azam pia anakuja kuikataa hapa. Kesho tarehe 9 Singida Black Star dhidi ya Mtibwa Sugar saa 10 jioni hiyo. Alafu baadaye pia utakuwa na game ya saa 12:15 kati Young Africans dhidi ya Coastal Union Kesho hiyo. Tumsikie kwanza msemaji wa afisa habari na mawasiliano wa Coastal Union Hussein Diego alichokizungumza kuelekea game hii. Alafu tutakuja tutakijadili hapa alichokisema. Mimi nimeshtuka. Dakika 60 ikifika pale sijatangulia na mtu dereva Faisal chuma pale touchline, tunaingia kwenye basi au tunaondoka. 60 sijatangulia. 60 kama hujamtangulia mwananchi Yanga. 60 sijatangulia na basi unaondoka. Basi pale touchline yao. Tunageuza. Hamna maana sasa mechi ambayo tunaweza kupata matokeo kutokana na maandalizi ambayo tumeyafanya kwa ubora kwa kuchukua nacho inawezekana, pasina shaka. Kipi ambacho kinampa hiyo game anacheza wapi? KMC Complex hapo. Jamali na Castro. Kipi kinampa jeuri bwana Hussein Diego kusema kwamba dakika 60 ikifika Coastal Union hajapata bao, anaita Costa yao, anaondoka, wanarudi Tanga. Castro atachambua ile vizuri, lakini mimi kwa maneno mafupi sana huwa sijadili wala sichambui propaganda. Hizi ni propaganda. Hizo ni propaganda. Ingekuwa ni kocha umeniletea amesema hivyo, lazima tungekuwa na dawa. Sio kwamba anawatisha mashabiki wa Yanga na timu ya Yanga. Hizo ni propaganda. Kumbe hakuna timu ishaye kutoka dakika 60 ikaletwa basi ikaondoka. Hizo ni propaganda. Alafu mimi sijadili kitu ambacho wamesema wasemaje, kwa sababu technically huwezi yeye ni kwa ajili ya kuwaleta wale mashabiki wao amshamsha na nini. Of course ni kazi yao, lakini ukiangalia kwenye pitch technical, ukiangalia physical, hivyo vitu azungumze kocha au assistant coach au captain wa timu, hapo ndo tunaweza kujadili. Lakini ukiangalia Young Africans kwenye uwanja ule juzi hapa amepata goli moja kwa mbinde dhidi ya KMC ambaye yuko dhaifu hali. Hamna timu ngumu kama timu ambazo zinajua zinashuka daraja. Si tu Tanzania, duniani kote. Hizo timu zinakuwa ngumu kwa sababu hawana cha kupoteza, lakini kufuata. Coastal Union Jamali yuko nafasi ya 13 kwenye msimamo. Lakini ukiangalia ranking zao, lakini pia na wanaowafuata hawajapishana pointi. Yaani muangalie Tanzania Prisons ana pointi ngapi? 14. Coastal Union ana pointi ngapi? 22. Tanzania Prisons wajuu yake ni Mbeya City ana pointi 21. Ana pointi 21. Alafu tena wa 12 ni Fountain Gate ana pointi 22. Unaona hiyo gap? Kwa maana yake anachokisema bwana Diego kinaweza kutokea akamfunga Yanga alafu wakakwea nafasi za pale. Hii ni football lakini Jamali. Mpira unadunda lakini sio kwenye matope. Yaani amjiulize kwa nini mimi nimenyawaza? Yaani kwa nini? Timu yote inafungwa. Yaani mimi sio kwamba mimi nimekataa kwamba hizo timu hazifungi. Hatukatai. Hoja yangu mimi ni nini? Ngoja nikwambie kitu. Unajua kuna wakati mwingine confidence inaweza kumfanya mtu akabadilisha mambo. Kwa hiyo hiyo confidence hiyo sauti umesikiza vizuri sana, mara nyingi sana. Umesikiza vizuri. Sasa hii conference hii nani anaichukua? Yanga ataichukua au Coastal ataichukua wao? Tafsiri yangu ni kwamba kuna wakati mwingine onyesha kujiamini ili hata utakaposhindwa usiwavunje moyo wale ambao walikuwa wanakushabikia. Kumbe. Yaani wewe mimi nakuja kupigana na wewe. Sana atanipiga tu. Mimi nitakupiga kweli. Atanipiga tu. Mimi nakupiga. Mimi siwezi. Lazima anipige. Lakini mimi natakiwa niseme tu sana mimi namtandika huyu mapema. Raundi ya kwanza tu. Raundi ya kwanza huyu afui. Napiga huyu.
propaganda tubaki na jamaa au ni confidence? Hiyo ni confidence, sio propaganda. Propaganda. Football. Haiwezi kumdharau unaicheza naye. Kocha akizungumza. Mimi nimekwambia kuna watu watatu wakizungumza. Kuna watu watatu wakizungumza. Ngoja kwanza. Ngoja kwanza. Mpaka mtu unateuliwa kuwa afisa habari. Maana yake ni kwamba hata darasani hujui. Unachokiongea wewe ndio timu inaongea. Sasa nini maana ya msemaji? Anachokiongea Ahmed Ally ndio Simba inaongea. Sasa msikilize Ahmed Ally akiongea, msikilize na Steven Baka yule akiongea yule kocha. Wasikilize hawa Ali Kamwe ndio Young Africans imeongea. Msikilize Ali Kamwe akiongea, afu msikilize Abdulrahman Molini akizungumza. Tena wewe Jamal, vitu wasemaji wa siku hizi. Wewe umesoma journalism, elimu ya coaching. Nimesoma journalism. Ngoja kwanza. Wewe umesoma journalism kabisa. Msemaji wa Mjini FM akienda kuzungumza jambo kuhusu Mjini FM amewakilisha nini? Amewakilisha Mjini FM. Sasa nini? Si ndio hicho sasa huyo alichoongea. Hebu wewe msemaji sema. Umeelewa? Wewe sema, lakini ndani yako unajua ukweli ni upi. Ndio hicho ninachokuambia kwamba hata kama yeye anajua ukweli kwamba hawashindi, ameshawapa moyo. Mimi nimesema hizo ni propaganda. Mimi nazungumza. Mimi neno propaganda ndio silitaki. Mimi nimekuambia hivi, mimi najadili ambacho amekisema kocha, ambacho amekisema captain au assistant coach. Ndio nilichokisema na ndio msimamo wangu mimi. Kama wewe unajadili cha msemaji, basi sawa, wewe endelea kujadili cha msemaji ya kunyima. Arusha atanitoa damu. Bwana Al Ahly pale Misri. Mwasikia lakini anachokisema Al Ahly, timu ya karne Afrika. National Ahly. Timu yenye vikombe vingi Afrika. Imefanyaje? Kwa mujibu wa Mohamed Shabana, naye msemaji Mohamed Shabana wa klabu ya Al Ahly amesema kwamba ligi yao inategemewa kuisha Mei 20. Iwapo watashika nafasi ya 3 ya 4 hawatoshiriki ligi ya kombe la shirikisho Afrika badala ya Champions League. Hawatoshiriki huo msimu. Kama hawatokwenda Champions League watajitoa. Mohamed Shabana, Al Ahly. Huyo Mohamed ni nani? Na sababu ametoa. Tulia kwanza. Ni nani? Cheo chake bwana. Tafuta wewe endelea kwenye msemaji. Mbona unalazimisha msemaji? Sasa kwani yeye msemaji kasi? Nataka kurelate na Wakosto. Kasto bwana, wewe bwana, mambo ya kitaalamu ya cheni. Yaani mambo ya kitaalamu yaenda kwa utaalamu. Huyo jamaa sio kocha, huyo jamaa sio na nini. Hapa tutafika saa 3. Twende mpaka saa 4, mimi haina shida. Twende mpaka saa 4 au tumalize siku kabisa. Lakini kiuhalisia, unajua Ulaya wana wakurugenzi wa mashabiki. Hiyo ni Ulaya. Nimekwambia unajua Ulaya wana wakurugenzi. Sio kwamba watu hawana mashabiki, lakini mwenye say kwenye timu. Akikwambia mchezaji fulani. Sasa kama msemaji, wewe kama unamsikiliza kocha, huyo msemaji wa timu anafanya kazi gani? Anajua anafanya kazi gani? Yeye kazi yake ni kuunganisha mashabiki. Nitafutie description za msemaji wa timu. Kwenye nini sasa? Kutafutia kwenye nini? Kwa sababu kila msemaji anapewa description yake. Ndio tunataka tutafuta. Nimpigie huyo Acosta akwambie description yake ni ipi ya majukumu. Mohamed Shabana ni mwandishi nguli wa taarifa za michezo nchini Misri. Sasa anapata wapi mamlaka ya kusema hiyo kauli? Kwa nini unapata wapi mamlaka ya kusema habari za Diego hapa? Wewe mamlaka unaipata. Kwa hiyo na yeye kwa sababu huyo ana apply kazi yake ya uandishi. Ni professionalism yake. Ndio zidiana vyanzo. Kwa hiyo yeye ameweka habari yake. Vyanzo vyake. Sawa. Hapo mimi sibishi. Wewe unataka tena kubisha professionalism. Kwa nini nimebishi? Eti amepata propaganda bado zinaendelea kwenye El Clasico. Ni futeni hilo neno propaganda. Tunaenda na propaganda bado zinaendelea kwenye El Clasico. Mpaka Fidikiwa aliimba propaganda. Wewe unataka tulifute kwa nini? Siku ya Jumapili saa 4 usiku ni El Clasico ambayo hatokuwepo Lamine Yamal kwenye klabu ya Barcelona. Sababu hata kwenye ligi ya msimu mzima kwa majeraha. Tena alipata kwa yeye mwenyewe akiwa anapiga penalty.
Nani mwingine? Kumeonekana kuna ugomvi umetokea hivi karibuni kati ya inaripotiwa kati ya Aurelian Tchouameni na Federico Valverde. Federico Valverde katoka na statement yake kaongea alichokiongea, lakini kwa tafiti ambazo nimezifanya ni kwamba bwana Tchouameni ana mkanda wa njano wa judo. Kwa hiyo bwana Valverde ni kama vile aliingia mziki ambao ulikuwa haumtoshi. Lakini Kylian Mbappe, kuna kura zinaendelea, maoni yanaendelea mtandaoni kwamba baadhi ya mashabiki wamepiga kura za maoni za hiari. Ukitaka piga, usipotaka acha. Je, wanaotaka Mbappe auzwe aondoke kutokana na kuwa kama vile timu inapata shida, Mbappe anaonekana hajali, kwa sababu ameonekana akiwa nchini Italia akila bata na mtoto mzuri fukweni. Unajua Italia kuna fuku nyingi sana. Ameonekana kila bata Italia. Huku timu haina kombe lolote. Bado kuna mchezo mgumu wa El Clasico. Alafu pili ama tatu ama nne inasemekana kwamba Mbappe kabla ya kwenda hiyo vacation yake Italia na mtoto mkali alikorofishana na mmoja wa viongozi wa benchi la ufundi ndani ya Real Madrid. Kwa ni kama vile Mbappe wanamuona kama vile ni kirusi fulani hivi. Lakini hivyo Mbappe ndiye mfungaji anayeongoza kwa Real Madrid msimu huu. Yaani wale best performer wa Real Madrid msimu huu ni Mbappe. Hata Vini anaingia anatoka, lakini Mbappe ndio yuko pale. Mtoto mkorofi lakini ana akili. Tuseme ni propaganda za kuelekea El Clasico, kwa sababu akifungwa ubingwa ni wa Barcelona. Unatangazwa rasmi kwa Barcelona ni bingwa. Kwamba Barcelona games zinazokuja atapigiwa makofi kwenye wanaingiza tu watakao gwaride la Ghana Gasofana. Unajua mimi na nimekuwa nakusikiza hapo kwenye mtoto mkali. Wewe tena Castovana, hii ni weekend. Mimi kwa shabiki mkubwa sana wa Mbappe. Sio yule ambaye unamfikiria wewe. Wameachana? Huyo sio. Huyo wa sasa hivi ni mwingine. Huyo sasa hivi ni 100% ni kweli mwanamke. Kweli. Sawa. Lakini pale Madrid, unajua Madrid kuna timu tatu kubwa. Wengi wanazijua, mbili kubwa. Real Madrid, Atletico Madrid, lakini pia kuna Rayo Vallecano Madrid. Sio? Rayo Vallecano umefanikiwa kuingia kwa kishindo kwenye finali ya UEFA Conference League. Ndugu zangu. Ile chuma zao mbili wameshinda kwa jumla matokeo ya chuma mbili. Hiyo timu waga ikicheza kifupi chake waga kinaandikwaje? RVM. Sasa Rayo Vallecano msimu huu wamepitia mambo mengi sana. Ikiwemo na kuhusishwa kuwa uwanja wao, facility zao zimechoka. Na kweli zimechoka kwa sababu hazijafanywa marekebisho tangu miaka ya 70. Ziko vile vile. Watu wanadunda. Na kuna wakati hawatrain kwenye uwanja wao wa mazoezi. Wanakodi uwanja mwingine wa mazoezi, kwa sababu uwanja wao wa mazoezi kuna kipindi cha jua ama mvua unakuwa hautumiki kabisa. Yale mambo leo ongea kwenye maelekezo binafsi ya bustani. Uwanja wao ni mbovu kwelikweli wa mazoezi. Ndani ya uwanja wao uwanja umechakaa. Au wanaruhusu mifugo nje. Uwanja umechakaa. Si unaelewa? Lakini unajua Ulaya kuna kitu kinaitwa hot water. Wao wameenda Ulaya. Ndio. Kuna kitu kinaitwa hot water, maji ya moto. Kwenye uwanja wao hakuna, kwa sababu uwanja wao bado ni mifumo ya kizamani na haujafanywa marekebisho mapya. Hivyo hawaja apply vitu vipya. Kikubwa ni kwamba siku moja kabla mchezo unaendelea, mwandishi wa habari kwenye chumba cha mikutano na makocha na nani, bahati mbaya akachomeka chaji yake kwenye socket. Pakapiga shoti pale uwanja mzima
kazima taa, mwandishi akachomeka chaja, chaji ile imepeleka shoti pa uwanja mzima umezima. Shughuli kweli. Tangu mwaka gani huo uwanja hujarekebishwa? 1970 huko. Na 70. Inabidi uongozi wa Rayo Vallecano Lakini pia tiketi zao hazipatikani online. Nenda kwenye geti la uwanja. Sasa unajua tamaduni. Mimi ulivyosema hivi, Madrid kuna timu 3 ila watu wanazijua 2. Ulivyohitaji hiyo timu, mimi niongee tu ukweli. Ndio kwanza naisikia kwako leo. Rayo Vallecano. Mimi. Sasa wewe sio mbashiri, sio mtu wa mpira. Utazijuaje? Kwani wewe mbona unabishana na ukweli wangu, maalim? Mimi sinaongezea hapo kwenye ukweli. Mimi nimesema hivi, hiyo timu ndio nimeisikia leo. Wewe mpaka nimekuuliza kifupi hapa. Haya bwana, asante. Na hii ni miongoni mwa timu ambazo ukitaka kuchukua ubingwa wa La Liga lazima umalizane nao vizuri. Kuna hawa Rayo Vallecano, kuna Getafe, kuna Girona. Sasa hivi zimeshuka zile za Real Betis, pia imeshuka kidogo. Betis wako pale pale. Sevilla ndio nawaona hali yao mbaya kweli. Sevilla pia wamerudi. Kuna watu wanaobeti utawajua. Kuna Sevilla bwana wanashika nafasi zile za chini kabisa, ndani kwenye msimamo. Sasa Hasani, kama hiyo timu yuko pale Alex Sanchez. Na juzi ameweka goli. Alikuwa anawanusuru. Sevilla hali yao ni mbaya msimu huu. Sasa Hasani 17. Hasani, kama hiyo timu ambayo tangu mwaka 1970 ngapi msema 79? 70, miaka ya 70. Miaka ya 70. Ndio uwanja wao hawajafanywa marekebisho yoyote. Na unaingiza mashabiki 10,000. Na tiketi bado ni analog. Inawezekana hata jezi pia hawajabadili. Jezi zimebadilishwa bwana. Jezi unajua wameamua kuishi kitamaduni. Bwana, mimi nimemaliza kwenye Sports Countdown. Haya, tunashukuru. Wiki hii atakayefungwa na kombe hana. Tumekubaliana hivyo. Ukifungwa EPL kombe huna. Wiki. Sport Countdown. Back into town. Henga.